ili ndoa yako iweze kudumu na ili muweze kwenda pamoja na ili muweze kufanikiwa, lazima kuwe na kitu cha makubaliano. Lazima kuwe na kitu cha agreement. Ili ndoa yenu iweze kudumu, lazima nyewe wawili, number 1, mkubaliane kwamba tunapendana. Number 2, mkubaliane kwamba tunataka kukaa kwenye hii ndoa. Number 3, mkubaliane kwamba tunataka kuishi pamoja na kulea watoto wetu pamoja. Alafu mtafanya makubaliano yanayohusu fedha, mtafanya makubaliano yanayohusu imani, mtafanya makubaliano yanayohusu miradi mnayofanya. Yaani ndoa inaongozwa ama inashikiliwa na nguzo inaitwa makubaliano. Kwa sababu maisha ya watu wawili walioamua kuishi ndani ya ndoa ni maisha ambayo yamejaa makubaliano. Mkishaanza kuishi wawili, it is no longer you, it is now us. It is no longer about you, it is about us. Maamuzi yoyote utakayoyafanya, no matter how small they are, yatawaafekti wote wawili, na yataafekti hata watoto pia mtakaozaa. Kwa kukisha kuwa na kitu cha ndoa, kukisha kuwa na muunganiko wa watu wawili, hakuna tena maisha yako. Huna maisha yako, huna. Kama unataka kuwa na maisha yako, usiingie kwenye ndoa. Kama unataka kuishi unavyotaka, usiingie kwenye ndoa. Kama unataka uende unavyotaka na hakuna mtu mwingine asikuuliza umeenda wapi, umelala wapi, kwa nini umevaa hiyo shati, usiingie kwenye ndoa. Kuna nguo siwezi kuvaa hata kama anazipenda kwa sababu apostol hataki. Kama unataka maisha ya peke yako, kama utaki kuulizwa uko wapi, kama utaki kuulizwa huyo aliyepiga ni nani, usiingie kwenye ndoa. Kwa sababu lazima tukuulize. Lazima tukuulize. Kama utaki kuulizwa umekula wapi, usiingie kwenye ndoa. Kama bado una simu yako, usiingie kwenye ndoa. Hakuna simu yako, ni simu yetu, ni yetu. Haleluya. Kwa hiyo kwenye ndoa, watu wa Mungu, ili muweze kudumu, lazima nguzo inaitwa agreement. Lazima nguzo inaitwa makubaliano iwepo, na iwe ni kati ya nguzo muhimu zilizojenga na zinazoshikilia nyumba yenu na ndoa yenu. Kama hakuna makubaliano, hamwezi kwenda. Kama hakuna kukubaliana, hamwezi kudumu. Hamwezi. Makubaliano ni kitu gani? What is agreement? Makubaliano ni kitu gani? Number 1, makubaliano ni kuweka patano kwa lengo moja au kufikia lengo lililo sawa. Makubaliano ni kuweka patano kulifikia lengo moja au kulifikia lengo lililo sawa. Yaani ni sawa hilo lengo kwako na ni sawa kwa mwenzio. Kwa tunaposema tumekubaliana, manake tumeweka patano ya kufikia lengo moja au kulitimiza lengo moja. Number 2, makubaliano ni kuwa na kauli moja. Makubaliano ni kuwa na kauli moja. Number 3, makubaliano ni kufanya maridhiano. Number 1, makubaliano ni kuweka patano. Number 2, makubaliano ni kuwa na kauli moja. Number 3, makubaliano ni kufanya maridhiano. Number 4, makubaliano ni kufikia mwafaka mmoja. Na number 5, makubaliano ni kukubaliana to obey the same rules, kutii sheria moja. Number 1, makubaliano ni kuweka patano kwa ajili ya kutimiza lengo moja mlilokubaliana. Number 2, makubaliano ni kuwa na kauli moja. Number 3, makubaliano ni kufanya maridhiano. Number 4, makubaliano ni kufikia mwafaka mmoja. Na number 5, makubaliano ni utii wa same rules. Haleluya. Sasa eneo la makubaliano ni eneo lenye nguvu kiasi kwamba
Kama hamna makubaliano, uhai au mauti ya ndoa yako inaamuliwa na makubaliano yenu, inaamuliwa na eneo la makubaliano. Eneo la makubaliano ni eneo nyeti na eneo lenye nguvu kiasi kwamba makubaliano yanaweza kuamua kama ndoa yako itadumu au haitadumu. Ndoa nyingi ambazo zimevunjika leo ni kwa sababu wanandoa wenyewe walishindwa tu kukubaliana kwenye vitu fulani fulani, walishindwa kufikia mwafaka, walishindwa kufikia au kufanya maridhiano, walishindwa kupatana kwenye vitu fulani. Kwa hiyo eneo la makubaliano ni eneo nyeti sana, ambalo kama lisipokuwa handled vizuri linaweza kabisa kuamua uhai au mauti ya ndoa yenu. Uwezo wenu wa kukubaliana au kutokukubaliana utaamua kama ndoa yenu inadumu au ndoa yenu inavunjika. Kukubaliana kwenye maeneo mbalimbali, kukubaliana kwenye malezi ya watoto, kukubaliana kwenye matumizi ya fedha, kukubaliana kwenye tendo la ndoa, kukubaliana kwenye eneo la imani. Kama eneo la makubaliano likipigwa, eneo la mapatano likipigwa, eneo la maridhiano likipigwa, uhai wa ndoa yenu unapigwa. Mauti inaweza ikaingia kwenye ndoa yenu kama eneo la makubaliano halijakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina kama unanielewa. Sasa shetani akitaka kuvuruga wanandoa, anachofanya cha kwanza na kirahisi kabisa, anapiga eneo la makubaliano. Watu wanaokubaliana au watu wanaoishi kwenye mapatano ni watu ambao hawajagawanyika, ni watu wenye kauli moja, ni watu ambao la mume wangu ni la kwangu na la kwangu ni la mume wangu. Kwa hiyo shetani akitaka kuvuruga ndoa, eneo la kwanza analopiga ni eneo la agreement. Eneo la kwanza analopiga ni eneo la makubaliano, na atakachofanya ataleta mgawanyiko, kwa sababu kinyume cha makubaliano ni kutokukubaliana, ni kugawanyika. Huyu anasema A, huyu anasema B, huyu anasema kusini, huyu anasema kaskazini, huyu anasema inawezekana, huyu anasema haiwezekani, huyu anasema tunajenga, huyu anasema hatujengi, huyu anasema ndoa ni mke mmoja na mume mmoja, huyu anasema mke mmoja, kwani ni mama yako huyo? Huyu anasema watoto wawili, huyu anasema watoto wawili hawanitoshi, kama wewe uzai na za nje. Eneo la makubaliano. Kwa hiyo shetani akitaka kuipiga ndoa yako, akitaka kuvuruga familia yako, eneo la kwanza analopiga ni uwezo wenu wa kukubaliana. Eneo la kwanza analogusa ni uwezo wenu wa kuwa na agreement. Na anachofanya sasa, anawagawa. Shetani anatumia sana ile principle tunaita divide and rule. In order for him to be able to rule your house, he will divide you. Atawakata katikati. Huyu ana ya kwake na huyu ana ya kwake. Huyu anawaza ya kwake na huyu anawaza. Hakuna makubaliano, hakuna agreement. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anaijua nguvu ya makubaliano, na anajua nyumba ambayo watu wawili wamekubaliana na wameshikana haiwezi kuvunjika. Na ndio maana hata Biblia inasema kamba iliyoshikanishwa mara tatu haikatiki kirahisi. Kushikanishwa mara tatu manake ni mume mke pamoja na Mungu. Hiyo ni kamba ya nyuzi tatu, ikishikanishwa pamoja namna hii huwezi kuwavunja, huwezi kuvunja hiyo nyumba. Kwa hiyo shetani akitaka kuvuruga familia, anachofanya ni hiyo kamba ya nyuzi tatu, anatenga zile nyuzi. Nyuzi ya kwanza anatupa huku, nyuzi nyingine anatupa huku, na Mungu anamtoa hapo katikati. Lakini ili msivunjike, lazima hizo kamba za nyuzi tatu ziungane pamoja. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Luka sura ile ya 11 mstari wa 17. Kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 17. Biblia inasema Yesu akajua mawazo yao, naye akawaambia, kila ufalme ukigawanyika dhidi yake wenyewe huangamia,
nayo nyumba iliyogawanyika dhidi yake yenyewe itaanguka. Nyumba ikigawanyika haiwezi kusimama. Ndoa ikigawanyika haiwezi kusimama, haiwezi. Ukiona mmefika mahali baba anasema hiki, mama anasema hiki. Baba anasema huyu ni mama yangu, amenizaa, amenilea. Mama anasema ni sawa, ni mama yako, lakini hii ni ndoa yetu, hii ni familia yetu. Mama hawezi kuwa na nguvu ya maamuzi ndani ya nyumba yetu. Mwanaume aoni, hamwezi kukaa, hamwezi. Biblia inasema nyumba ikigawanyika haiwezi kudumu. Nyumba iliyogawanyika maana yake ni nyumba ambayo watu wawili hawana agreement, hawana patano, hawana maridhiano. Kila mtu anafanya maamuzi yake, kila mtu anaenda anavyotaka, kila mtu ana marafiki anaotaka, kila mtu anasafiri anavyotaka, kila mtu analala nje anavyotaka, kila mtu anakula anakotaka. Kukiwa na mgawanyiko hamwezi kukaa, hamwezi. Simama Mr. and Mrs. Maisha ya ndoa yako hivi, geuka hivi baba, na wewe geuka kule. Maisha ya ndoa yako hivi, tunaelewana. Huku kuna chapeo kichwani, kuna ile ya kifua, kuna mkanda, kuna upanga, kuna ngao. Vyote vinalinda wapi? Vyote vinalinda wapi? Lakini hakuna silaha inayolinda mgongo wa huyu baba. Silaha yake ni huyu mama hapa. Aha. Kwa hiyo maadui wote wanaokuja from this side, maadui wote wanaokuja from this side trying to attack the back of this man, it is this woman who is going to handle those enemies. Na mara nyingi maadui wanaokuja kwa nyuma, kwa mgongoni, ni wale ambao wanajifanyaga ni marafiki, ni wale ambao ni wema. They are coming from your back. Umewahi kusikia ule msemo unasema anakupaka mafuta mgongoni kwa mgongo wa nini? Umewahi kusikia ule msemo mwingine unasema anakuchekea lakini nyuma ya pazia anafanya nini? Sasa hao wanayofanya nyuma ya mgongo wako, anayetakiwa kushughulika nao ni huyu hapa. Lakini lazima wawe in agreement. Lazima wawe ni watu waliokubaliana. Lazima wawe ni watu ambao vita yake ni vita ya huyu, na huyu naye analinda mgongo wa huyu. Kwa hiyo wale wanaokuja wakijaribu kupiga mgongo wa huyu, huyu anashughulika nao. Kwa hiyo huyu anapambana na hao wanaokuja kwa huyu, na huyu anapambana na hao wanaokuja kwa huyu. Makubaliano. Sasa shetani akitaka kuwapiga, anafanya hivi. Kwa hiyo huyu anabaki open, hana ulinzi. Kwa hiyo wakimshindwa huku mbele, kwa sababu huku mbele kuna silaha, wanakuja huku, watamuumiza mgongo, watamuumiza. Na huyu naye anapambana na anavyoviona vinavyokuja huku, lakini huku hana ulinzi. Kwa hiyo wakimshindwa huku, watakuja huku. Tupige makofi. Mkiwa wawili na mkakubaliana, anasema mtu akiwa peke yake anaweza kushindwa na adui, lakini wakiwa wawili watamkabili. Watamkabili na watamshinda. Kwa nini? Kwa sababu akija kwa mbele anapigwa, akija kwa nyuma anapigwa, kwa sababu kuna mtu yuko huko nyuma. Lakini akitaka kuwavuruga, anachofanya anawaachanisha. Ndoa ni nini? What is marriage? Simple definition. What is marriage? Marriage is a covenant. Ndoa ni agano linalowekwa kati ya watu wawili walioamua kupendana katika nyakati zote, hata nyakati mbaya na nyakati ngumu. Kwenye Kiingereza simply tunaweza tukasema marriage is a covenant commitment
to love an imperfect person for the rest of your life. Marriage is a covenant commitment, or is a covenant agreement to love an imperfect person for the rest of your life. Ndoa ni makubaliano ya kiagano ya kumpenda mtu ambaye hajakamilika maisha yako yote. Unampenda na madhaifu yake na ubaya wake, unampenda huyo, unaishi naye huyo for the rest of your life. Hiyo ndio ndoa. Ndoa yoyote mzuri unayoiona leo ni mfano wa keki yenye mwonekano mzuri unayoiona dukani na kuitamani. Ndoa yoyote nzuri unayoiona leo ni mfano wa keki nzuri yenye mwonekano mzuri unayoiona dukani. Ukiwakuta wanandoa kama hawa walioishi miaka 13 kwenye ndoa, umeona wanatembea, wanatoka kwenye viti, wanashikana mikono. Wamefika hapa, kakangu Sokoine anamsogezea mke wake kiti, anambebea na pochi, anamshika, anahakikisha mama amekaa vizuri. Inavutia, sio? Na wamekaa kwenye hii ndoa kwa muda wa miaka mingapi jamani? Miaka 13. Kwa hiyo ukiwaona wanapendeza, ukiwaona wanahamasisha kuingia kwenye ndoa, ukiwaona wanavutia, lakini wangeanza kuoffload, wakuambie content za hiyo miaka 13, utataka kuingia kwenye ndoa. Wangeanza kuoffload, wakuambie mambo yaliyotokea kwenye maisha yao ndani ya hiyo miaka 13, utagundua hii ndoa nzuri ya miaka 13 kama inavyoonekana hapa, hii ni keki ambayo kwa muonekano wa nje ni nzuri sana, lakini wakikwambia kilichotokea ndani ya hii miaka 13 mpaka wafike hapa walipo, kila kitu kilichotokea ndani ya hii miaka 13 ndio ingredients au ndio viungo vilivyotumika kutengeneza hii keki. Ndoa nzuri ni kama keki tamu. Hii miaka 13 wakiamua kuoffload, wakuambie kilichotokea ndani ya hii miaka 13, utagundua hawakuwa wanacheka kila siku, utagundua hawakuwa wanafurahiana kila siku, utagundua sio kila siku Sokoine alisikia kumpenda huyu dada na weupe wake. Kuna siku alikuwa anamwangalia na muona mweusi. Utagundua sio kila siku huyu dada alikuwa anaona hizi six pack. Kuna siku alikuwa anaona dubwasha tu. Utagundua sio kila siku dada alikuwa anacheka namna hii. Kuna siku alilia. Sasa hayo matukio yote ndio mayai, ndio unga, ndio maji, ndio baking soda, ndio Blue Band. Na sasa yanapochukuliwa yote, yanapotengenezwa pamoja, yakawekwa pamoja, yakaingizwa kwenye lile jiko pale, ndio tunapata ile keki. Ndio tunawapata hawa leo, unawaona hivi. Listen. Ndoa nzuri haijengwi na feelings. Feelings huwa zinakuja na kuondoka. Nikikwambia kwamba mimi nimesikia kumpenda Apostle miaka yangu yote 10, hapana, ni uongo. Kuna wakati nimewahi kuondoka. Kuna wakati nimewahi kusema sikutaki. Kuna wakati nimewahi kusema hii ndoa basi, especially wakati wa kula mayai na wakati wa kula baking soda, wakati wa kuingia kwenye moto. Kuna wakati nimewahi kulia. Kuna wakati Apostle amewahi kukasirika. Kuna wakati nimewahi kumkwaza. Hayo yote vilikuwa ni viungo ambavyo vimetengeneza keki mnayoiona leo. Watu hawakai kwenye ndoa kwa sababu they feel like staying in the marriage. Watu wanakaa kwenye ndoa kwa sababu wameamua na wamekubaliana kukaa kwenye ndoa. Nikiishia hapo leo, si uko tayari kwenda nyumbani?
Mwambie jirani yako makubaliano. Hivi vitu vyote unaona tumevichanganya, maanake hiyo ni nguvu ya makubaliano. Maanake lazima vikubaliane kuchanganyana, lazima vikubaliane kukaa pamoja kwenye bakuli moja, vichanganywe, vikorogwe, ndio viwekwe kwenye moto, vitoe keki. Kama hakuna makubaliano, watu wa Mungu, hakuna ndoa. Na ndoa haiwezi kadumu kwa juhudi za mtu mmoja. Lazima wote wawili mkubaliane kwamba mimi nakupenda na wewe mimi nakupenda. Umenikosea lakini I still love you and I still want you. Umenikosea but I still love you, I want you. Turekebishe wapi? Tuendelee mbele. Ndoa nzuri ni kama keki tamu. Keki ni tamu, lakini viungo vilivyotumika kuitengeneza hiyo keki, kuna vingine haviliki. Huwezi kula baking soda, huwezi kula Blue Band, huwezi kula mayai mabichi. Lakini ili keki iwe keki, lazima kuna vitu vibaya vichanganyike na vile vizuri, ndio tutengeneze miaka 7 ya ndoa, tutengeneze miaka 13 ya ndoa. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.